Ujumbe ambao unaendelea kuwepo jukwani unajulikana kama tunda la wakati wako katika mti wa uzima. Tunda la wakati wako katika mti wa uzima. Leo tunaingia katika series ya pili. Tunda la wakati wako katika mti wa nini? Wa uzima. Leo tunaingia kwenye series ya pili. Tuliona pasipo shaka yote kwamba Mungu ni roho, sawa? Kwa kwenye series ya kwanza, Mungu ni nini? Ni roho, na tuliona baadhi ya maandiko yaliyokuwa yanathibitisha kwamba Mungu ni roho. Tuliona kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tukaona pia kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari wa 24, 25 na 26. Mungu ni roho. Tukathibitisha pia kwenye Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 17. Lakini tukasema huyu Mungu roho aliyotembea kwenye agano la kale, akitembea juu ya nguzo ya moto, akitumia mchoro wa maumbo kuchora siri za rohoni zitakazofunuliwa katika agano jipya. Barabara nzuri. Mungu huyu yeye alitembea katika roho. Lakini agano jipya Mungu akavaa umbo. Mungu akavaa nini? Umbo. Akatoka kuwa kwenye nguzo ya moto, sasa akavaa umbo. Na tulithibitisha pasipo shaka huyu Mungu aliyevaa umbo ni nani katika mahesabu. Tuliona kitabu cha Isaya sura ya 7 mstari wa 14, Isaya sura ya 8 mstari wa 8 na Isaya sura ya 8 mstari wa 10. Tukaileta kwenye kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya kwanza, barabara nzuri, mstari wa 23 ilithibitisha barabara nzuri kwamba huyu Mungu aliyevaa umbo aliitwa Emmanuel. Na huyu Mungu Emmanuel maana yake ni Mungu pamoja nasi, sawa? Lakini pia tukamuona huyu Mungu aliyevaa umbo katika mahesabu ya kiroho. Yeye ilikuwaje katika mahesabu? Barabara nzuri. Tukamtoa hapo tukamleta kwenye Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari wa 18 mpaka 19 kwamba Mungu alivaa umbo akaja kwetu. Na tulisema kwamba pasipo shaka yote Mungu alipotembea kwenye nguzo ya moto kwenye agano la kale alitumia maumbo kuchora siri za rohoni. Alipotokea kwenye agano jipya yeye alivaa umbo. Alipovaa umbo kanuni zote za maumbo zikafa. Yeye akazifunua kutoka kwenye lugha ya maumbo kwenda katika ufunuo wa roho, pasipo kuondoa anwani yoyote ya michoro katika mahesabu yake. Kwa hiyo umepata zuri. Sasa tulisema huyu Mungu ambaye tunazungumza habari zake, tulizungumza huyu Mungu wakati anachukua kile changa chake cha maumbo, Lazaro, alitabiriwa na manabii, Lazaro, nabii Isaya alitabiri na manabii wengine. Lakini tulizungumza pasipo shaka yote kwamba wakati mimba yake inatungwa, ile mbegu haikutokana na mahusiano yote ya kibiolojia. Mnakumbuka ile? Hapakuwa na mahusiano yote kibiolojia kati ya mume na mke. Kwa nini? Kwa sababu uwezo wa ile mimba ulitokana na roho wa Mungu ambaye ni Yesu mwenyewe. Ndio yeye alienda kuweka ile mbegu yake ya ufunuo, akaiweka pale ili azalishe umbo, na lile umbo lisotokana na mkanganyiko au hitilafu yote ya kibiolojia, ilitokana na mbegu halisi ya Bwana. Na nikawaambia tunachotafuta ile mbegu ile. Kwa nini ujumbe unasema tunda la wakati wako katika mti wa uzima? Tunaitafuta ile mbegu ilete ule mti wa uzima. Kutoka kwenye ile mti wa uzima tuende moja kwa moja tutafute nini? Tunda la wakati wako. Barabara nzuri wote ule. Hiyo unaelewa vizuri? Amina. Kwa leo tunataka kuona katika mwelekeo huo, tunataka kuona hiyo mbegu inayozungumza ni nini hasa. Au kwa lugha nyingine unaweza kusema hiyo mbegu ni nani? Wote umepata zote. Ili tupate mahesabu ya michoro kwenda katika ufunuo huo Bwana mashauri Yesu ufunuo mambo. Tunapokwenda katika series ya pili. Sasa tunataka kuanza. Fungua ndugu yangu. Fungua kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 8 mstari wa 11. Luka Mtakatifu sura ya 8 mstari wa 11. Luka Mtakatifu sura ya 8 mstari wa 11. Ndio ndugu yangu. Na huo mfano maana yake ni hili: mbegu ni neno la Mungu, wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno. Hapo wanatosha. Biblia hapa inasema huu ulikuwa ni ule mfano wa mpanzi, sawa? Watu wao wamepata zote.
Mnaelewa vizuri? Taratibu ulipate. Ulikuwa ni mfano ambao Yesu alikuwa ameutoa. Sasa wakati anaufafanua kwa wanafunzi wake, alisema ile mbegu, sawa? Ni nini? Ni neno la Mungu. Naomba hapo ulipate vizuri. Kumbuka hapa tunatafuta mti wa uzima. Na mti huo uzima lazima uwe na mbegu yake. Na hiyo mbegu ilete huo mti wa uzima, na mti wa uzima itengeneze nini tu? Tunda la wakati wako, ili uweze kula. Na hilo tunda la wakati wako ukilila, litakupeleka katika ufalme unaokuja ambao ni ufalme wa Yesu. Funuzo mambo. Watu wamepata zote. Kwa hiyo anaeleza pasipo shaka kwamba hiyo mbegu ni neno la Mungu. Naomba rudia tena pale. Luka mtakatifu sura 8 mstari 11. Ndio. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Hapo hapo. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la nini? Neno la Mungu. Sasa tuliona tuliwaambia Mungu ni roho, sawa? Watu wamepata vizuri. Naomba flip chart zile tuanze michoro kidogo hapa. Tulisema Mungu ni roho. Mungu ni nani? Ni roho, sawa? Roho akafanyika kuwa umbo. Tulipata katika mahesabu ya kiroho teule. Sawa? Hapa. Tulisema Mungu ni roho. Mungu ni nani? Ni roho, sawa? Huyo hapa. Sasa roho hawezi kuonekana. Roho lazima achukue nini? Umbo ili aweze kuonekana katikati ya watu. Na huyu roho tulizungumza, huyu ni Yesu. Bwana nzuri. Ilibidi achukue umbo, na ile umbo likaitwa Kristo, alafu roho ya Mungu ikajificha ndani ya huu mwili. Sawa teule? Bwana nzuri. Sasa Yesu anazungumza katika huduma yake, anawaambia wanafunzi wake kwamba ile mbegu, sawa, ni nini? Mbegu ni nini? Ni neno la Mungu. Tuweka tu hapa neno, sawa? Mbegu ni nini? Ni neno la nani? La Mungu. Sasa tunataka kuona hili neno ambayo ndio mbegu. Hili neno ni nini? Niliwaambia Mungu katika zama zake za roho, kabla kuumba chochote, Mungu akiwa roho, akiwa nani? Alipokuwa roho, yeye Mungu akawaza katika wazo lake kuu. Lile wazo nikawaambia likaitwa kuwa neno la Mungu. Tunapata vizuri. Twende vizuri unipate. Tunatafuta hii mbegu ilikotoka ili tupate mahesabu ya kiroho. Sawa? Kwa hiyo unaona kabisa pasipo shaka kwamba Mungu kutoka kwenye zama za roho, Mungu aliwaza katika wazo lake kuu. Na hili wazo tukaliita nini? Logos. Na huyo roho tukamwita nani? Eloi au Theo. Tukapata neno linaloitwa Theologos, au tukapata neno Eloi Logos. Watu wamepata sura. Sasa huyo Eloi Logos akawaza katika wazo lake kuu. Lile wazo lake kuu akaliita neno la Mungu. Na neno la Mungu niliwaambia ndani yake lina tabia, lina mambo makuu manne. Sawa? La kwanza lina tabia, namba 1. Pili lina utaratibu, 3 lina mwenendo, na 4 lina sheria. Watu wamepata zuri. Kwa hiyo wazo la Mungu likaitwa neno la Mungu kwa ajili ya watakatifu. Watakatifu wote tuliotokea katika zile zama za roho, Bwana alituweka kutoka ndani ya wazo lake. Tulitokea ndani ya lile wazo kule Mungu. Mungu alipotoka kwenye zama za roho kuja katika zama za maumbo, akamleta Adam. Adam akatokea ndani ya wazo la Mungu. Watu wamepata zote. Adamu alipotenda dhambi, Mungu akamfukuza kwenye wazo lake. Kwa nini? Wazo la Mungu ni takatifu. Wazo la Mungu haliwezi kuambatana na uchafu. Wazo la Mungu haliwezi kuambatana na mifungo ya Ibilisi. Ilimbidi Mungu amfukuze Adamu. Alafu Mungu avae umbo kutengeneza utaratibu wa kumrejesha Adamu pale ambako Mungu alikuwa amemkusudia. Watu wamepata zote. Sasa Yesu anaeleza akiwa amevaa umbo, yule Mungu ambaye tunazungumza habari zake. Kavaa umbo, sasa anawaeleza siri ya ufalme wa Mungu ilivyo. Anawaambia ile mbegu au zile mbegu nini? Ni neno la Mungu. Na neno la Mungu ni nini? Tupate mahesabu hapo. Sawa? Ndugu, naomba fungua Biblia yako. Huyo neno ni nani? Sawa? Na huyu neno ni nini? Tupate mahesabu hapo. Huyu neno ni nani? Na huyu neno ni kitu gani? Tujue katika mahesabu yao. Naomba fungua ndugu yangu. Fungua kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1. Ndio. Hapo mwanzo
Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Umelipata hilo? Amina. Hapo mwanzo. Sasa Yesu anawaambia watu, wala anawaambia lile kwa wale wanafunzi wake. Anawaambia zile mbegu ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni nini? Nenda kwenye Yohana Mtakatifu 1:1. Anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa nani? Alikuwa Mungu. Hivi mnaelewa vile? Kwa hiyo Mungu ni roho, alafu aliwaza katika wazo lake kuu. Na Mungu hawezi kuondoka ndani ya wazo lake, sasa yeye anaujua mwisho tangu mwanzo. Hawezi kubadilika katikati. Bado sura. Twende vizuri ulipate. Tumjue huyu mwamba, huyu ili neno, hii mbegu hii, ili tupate ule mti wa uzima, ujue mahesabu yake. Bado sura. Kwa Yohana anaeleza kwa Yohana Mtakatifu sura ya kwanza anasema, "Bela hapo mwanzo kulikuwako na nini? Na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, na huyo neno ni nani? Ni Mungu." Kwa lugha nyingine unaweza kusema naye neno alikuwa nani? Mungu mkuu. Na huyo Mungu mkuu tunampataje? Sasa angalia hapa, tunataka kuona huyu neno ni nani. Naomba rudi, fungua Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 14, hebu tusome pia. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Hapo. Naye neno akafanyika nini? Mwili akakaa kwetu. Watu umeelewa vizuri? Umenipata vizuri? Naye neno akafanyika mwili akakaa wapi? Niliwaambia unaweza kusema naye neno akafanyika umbo linaofanana na mwanadamu, lakini halikutokana na itilafu ya mbegu ya mwanadamu. Watu umenipata vizuri? Narudia tena. Umenipata vizuri? Hebu rejea pale Yohana Mtakatifu 1:14. Watu walipata kidogo hapa. Ndio. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Wewe kwa lugha nyingine unaweza kusema naye neno alifanyika umbo. Na hilo umbo lilifanana na mwanadamu. Na mfanano wake haukutokana na itilafu ya kibiolojia. Mungu mkuu, kwa nini mbegu yake haikutokana na itilafu za mwanadamu? Watu wamepata vizuri? Kwa lugha nyingine unaweza kusema mbegu yake haikutokana na tamaa za mwanadamu. Mbegu yake haikutokana na hisia ya mwanadamu, bali ilitokana na wazo kule Mungu. Mungu alitabiri mwisho tangu mwanzo kwamba Adamu angeanguka, wanadamu wote wangeanguka, viumbe vyote vingeanguka, alafu yeye angevaa umbo kurejesha mahesabu ya uzima. Ni huyu Yesu. Sasa hawezi kurudi kwenye anguko. Hawezi kutokea kwenye anwani ya anguko. Na anaposema anwani ya anguko, sizungumzia anwani ya kufananishwa, kwa sababu Yesu alikuja kwa mfano wa kufananishwa. Watu umepata vizuri? Ndio maandiko yanasema kabisa yalikuwa yanatabiri kwamba Yesu angetokea katika kabila la Yuda. Sawa? Na kila mtu anafahamu hiyo, kwamba angetokea katika kabila la nini? La Yuda. Sasa nikuulize swali. Njoo ndugu Gaspar. Sasa niwape mfano tu hapa. Rahisi kabisa ili uweze kulipata. Unaitwa ndugu nani? Anaitwa Gaspar Jonathan. Alafu ana anwani nyingine Ndimangwa. Ndimangwa ni jina la mtu wa kwanza aliyeanzisha ukoo. Jonathan ni huyu ambaye sasa, yani baada ya huyu, yani kabla ya huyu kuna mtu mmoja anaitwa Jonathan. Jonathan akamzaa nani? Gaspar. Hiyo mnanielewa vizuri? Amen. Ndio taratibu nzuri. Ndio maana huyu anaitwa nani? Ndimangwa. Tena Ndimangwa kutoka wapi? Kwenye kabila la Wapare. Sawa? Kwa nini yuko mmoja alianzisha hiyo? Akasema sisi ni Wapare. Kwa hiyo uzazi wake wote wakaanza kujitangaza sisi ni Wapare. Watu umepata hizo? Aidha lilitokana na utani au lilitokana na uhalisia. Lakini baadaye likakua wakajulikana nani? Wapare. Hii mnanielewa zote? Yesu anazaliwa kwa mfananisho, anatokea katika kabila la Yuda. Sasa huyo ana haki ya kuitwa Ndimangwa. Kwa nini? Kutokana na mbegu ya uzazi. Yesu anaitwa kabila, anatokea kwenye kabila la Yuda, lakini si kwa mbegu. Mnaelewa vizuri hapa? Kwa nini? Yesu alikuja kuleta ufananisho wa mahesabu ili mwanadamu apate wokovu. Kwa sababu angetokea ndani ya kabila ya Yuda,
angezaliwa kama mtu wa kawaida, mwanadamu, kusinge kuwa na wokovu, wote tulikuwa tunaenda jehanamu. Wote tulikuwa tunaenda jehanamu. Ilimbidi Mungu arudi kwenye wazo lake mwenyewe. Azalishe wazo lake mwenyewe. Lile ambayo yeye alikusudia kabla ya misingi ya ulimwengu, kutoka kwenye zama za roho. Yeye akaleta mahesabu. Na nataka nionyeshe huo ufanano ulikuwa ili ulipate. Sawa eh? Watu wamenelewa. Unataka kujua hiyo ufanano ulikuwaje? Fungua Biblia yako. Taratibu ili uweze kulipata uteule, sawa? Amina. Fungua kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sawa eh? Ili watu wajue kwamba Yesu ni nani, sawa eh? Watu wengi wanajaribu kuzungumza habari za Yesu lakini hawazijui. Hawajui Yesu ni nani hasa. Mpaka sasa hivi dunia nzima watu wanahangaika, hawajui Yesu ni nani katika mahesabu ya kiroho. Sawa teule? Wateule wanapata uzuri? Amina. Au hujanipata hapo? Umenipata. Nataka ulipate ili lisikupite, sawa? Lisikupite teule Bwana, sawa? Naomba fungua Kumbukumbu la Torati sura 25. Sawa? Anza mstari wa 5 mpaka mstari wa 10. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 sura ya 25 mstari wa 5 mpaka 10. Watakapoketi pamoja mtu na nduguye, mmojawapo akafa wala hana mwana wa kiume, mke wa yule aliyekufa asiolewe nje na mgeni nduguye. Nduguye yule mume amwingilie, amweke kwake awe mkewe, kumfanyia yampasayo nduguye mumewe, na iwe yule mzaliwa wa kwanza atakayemzaa amfuate nduguye aliyekufa kwa jina lake, lisije likafutwa jina lake katika Israeli na yule mtu, kwamba hapendi kumtoa mke wa nduguye. Kwanza twende taratibu. Naomba hapa kila mtu atulize, sawa? Kwa sasa hivi tutumia hapa, tunatumia rohoni, sawa? Ulipate katika mahesabu ya kiroho, sawa teule? Mungu anatoa sheria kwa Musa kuambia Waebrania. Anawaambia kukitokea na ndugu wawili, ndugu wa kwanza kaoa mke na ndugu wa pili kaoa mke, ndugu mmoja wapo akafa kabla kuleta uzao, kabla ya kutokea kwa mtoto, akifa ndugu yake amtwae yule mwanamke, amwingilie, na yule mtoto atakayezaliwa kwanza, barabara zote, basi aitwe kwa jina la yule ndugu yake. Kwa nini yule ndugu yake hana uzao? Amekufa kabla ya watoto. Sasa hapa ndio utaelewa kwa nini Mungu niliwaambia, au kwa nini niliwaambia kwamba Mungu alitumia mahesabu ya Agano la Kale kuchora siri zake za roho. Alitumia lugha za maumbo kuelezea mambo ya rohoni. Barabara zuri? Hiyo mnaelewa zuri hapa? Amen. Barabara zuri? Amen. Kwa taratibu ili uweze kupata. Sawa? Sasa hapa kuna ndugu wawili. Ndugu wa kwanza na ndugu wangapi? Huyu kafa ana mtoto lakini ana mke. Na huyu hapa yu hai. Anabidi atwae mke wa huyu. Mtoto atakayezaliwa wa kiume yule wa kwanza aitwe kwa jina la ndugu yake. Wote umepata zuri? Hiyo ndio zuri. Aitwe kwa jina la nani? La ndugu yake. Watoto wengine watakaozaliwa watakuwa wa kwake. Kwa kama huyu aliyekufa alikuwa anaitwa Nathan, kwa hiyo mtoto akizaliwa ataitwa Yusufu na Nathan, hataitwa jina la labda la Paulo. Mbona zuri? Hawezi kuitwa jina la Paulo.
ataitwa kwa jina la yule ndugu. Na urithi, kwa sababu Waebrania ile ardhi walipotoka Misri, walipovuka Jordan, Mungu aligawa ile nchi, kila kabila lilikuwa na upande wake, yaani kila kabila lilikuwa na urithi wake. Kwa kutoka kwenye kabila la Yuda au kabila la Isakari, ndani yake kukawa na koo mbalimbali ndani ya nini na Isakari. Mlipata sura. Kwa hiyo mpaka yule ndugu atakayetokea na yeye atakuwa na kipisi chake. Kwa hiyo akifa lile eneo lake halina mtu, kwa sababu hana mtoto, ilibidi huyu ndugu amwingilie yule mwanamke, mtoto yule wa kwanza atakayezaliwa achukue urithi na aitwe kwa jina la huyu, ili asipoteze nafasi katika mahesabu. Mungu alikuwa anatumia lugha ya maombi kuchora siri za roho. Sasa naulize swali. Huyu anaitwa Nathan, sawa? Wataona bado kafa. Huyu ndugu yake anaitwa Paulo, yu hai. Kamuingilia huyu mwanamke, mtoto kazaliwa. Sasa nikuulize swali. Mbegu iliyokuja hapa ya Nathan au ni mbegu ya Paulo? Sasa iweje haitwe kwa jina la Nathan? Mungu alikuwa analeta ufananisho. Kwa nini? Mungu alikuwa anatabiri kwamba kuna mbegu itashuka kutoka juu mbinguni. Itashuka, itaingia ndani ya mwanamke kuleta ufanano ili dhambi ifutwe. Na ndio maana maandiko yanasema hapa, ili yule ndugu yake asifutike kabisa kwenye ufalme. Asifutike kabisa kwenye kabila. Mnaelewa vizuri? Amina. Twende taratibu ulipate. Mjue Yesu kwa nini alifananishwa. Wengi hawamjui Yesu. Yesu alifananishwa tu. Ndio maana mbegu yake haikutokana na itilafu za kibiolojia. Na hii ilitoka wapi? Kumbuka hapa tunasoma Kumbukumbu la Torati sura 25, mstari wa 5 mpaka 10, sawa? Hii ilitoka wapi? Rudi sasa. Fungua Mwanzo sura ya 38. Niliwaambia chochote kilichoendelea, sawa? Chochote kilichoendelea kwenye kitabu cha Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati, vyote viko ndani ya kitabu cha Mwanzo. Yote yaliyoendelea, yote yalichorwa kwanza Mwanzo. Sasa tuangalie Mwanzo sura ya 38. Au mstari wa kwanza mpaka wa 6 hivi. Ndio ndugu yangu. 38 mstari wa kwanza. Yes, mstari wa kwanza mpaka 6. Ndio. Ikawa wakati ule Yuda akashuka kutoka kwa ndugu zake, akamfikia mtu Mwadulami jina lake Hira. Yuda akaona huko binti wa mtu Mkanaani jina lake Shua, akamtwaa akaingia kwake, naye akapata mimba, akazaa mwana, akamwita jina lake Eri. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akamwita jina lake Onani. Akaendelea, akazaa tena mwana mwingine, akamwita jina lake Shela. Naye Yuda alikuwako huko Kezibu alipomzaa. Yuda akamwoza mke Eri, mzaliwa wake wa kwanza. Hapo nataka ulipate kidogo. Yuda, kumbuka ndio yule mzee wa ile kabila la Yuda. Sasa yeye ndio alikuwa ndio mwanzilishi kutoka uzao ule wa Yakobo. Yuda akaenda akapata mke, sawa? Akazaa mtoto wa kwanza aliitwa Eri. Aliitwa nani? Eri. Akaongeza tena kuzaa, akazaa mtoto wa pili aliitwa Onan. Okay, umepata vizuri? Akazaa mtoto wa tatu aliitwa Shela. Hao wote walikuwa ni watoto wa kiume wa Yuda. Kwa wa kwanza aliitwa nani? Aliitwa Eri. Wa pili aliitwa Onan. Sawa? Wa tatu aliitwa Shela. Sasa Eri, Yuda alichofanya akamuoza mtoto wake. Kwa sababu zamani wazee ndio walikuwa wanaoza watoto wao. Yaani mtoto amefikia umri wa kuoa, baba ndio anatafuta mke, sawa? Kamuoza mke na mahali ilikuwa inalipwa na baba. Baba ndio analipa mahali. Mtoto anakabidhiwa mke tu. Basi. Mnaelewa vizuri? Mzee kashafanya hesabu zake zote, kashajua huyu ni sahihi. Amina. Watu wamepata hiyo. Kamuoza mtoto wake yeye. Lakini Eri alikuwa mbaya machoni kwa Bwana. Bwana alimchukia kutokana na tabia. Bwana akamuua Eri. Eri akabaki na mke. Watu wao wamepata hiyo. Amina. Sasa ilibidi katika kanuni, ndio wanakuambia sheria ya uliyoiona kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 25 mstari wa 5 mpaka 10 ilitokea kwenye Mwanzo.
chochote kilichoendelea kwenye Biblia kiko ndani ya Mwanzo. Mwanzo ni mahesabu ya mambo yote. Bwana aliweka mahesabu yake kule, alificha hesabu zake. Brother, ona nilibidi amfuate yule mke wa ndugu yake ili amuinulie uzao. Yuda anamwambia, nenda kamwingilie huyo mwanamke ili ndugu yako apate uzao. Kumbuka Heri ndiye mzaliwa wa kwanza. Umenipata vile hapa? Kwa hiyo manake kutoka Yuda ilibidi awe Heri. Hivi mnaelewa vizuri? Sawa? Sasa nenda muinulie uzao. Nini kilitokea? Hapa ndio kuna mambo mengine hatuwezi kuzungumza hapa. Ona nilichokwenda kufanya hakufanya vile ilivyopaswa kuwa. Sawa? Mnaelewa vizuri? Mungu akakasirika akamua Onani. Kwa hiyo wa kwanza na wa pili wote waliuawa na Bwana. Hiyo sura 38 utaisoma mwenyewe kwa wakati wako. Nisiendi ndani zaidi huko, sawa? Ilibidi Shela, kwa sababu Shela alikuwa mdogo. Kwa kanuni zile za michoro ya Agano la Kale, ilibidi ni lazima, kwa sababu ilikuwa ni amri. Watu wamepanda hizo. Kutoka kwenye michoro. Bwana alikuwa anatengeneza michoro yake. Bwana alikuwa anatafuta ufanano, kuonyesha ufanano una mahusiano gani katika ufunuo kuja kwa Yesu duniani. Ili wewe na mimi tuweze kupata wokovu. Sasa Yesu kutokana na hitilafu ya kibiolojia, wote sisi tumetokana na hitilafu. Viumbe vyote unavyoviona, bado vya majini, vya nchi kavu, vya angani, yaani ndege, wanyama, binadamu, wote tunazaliwa kutokana na hitilafu. Lakini mwamba mmoja tu peke yake, Yesu, hakuzaliwa kutokana na hitilafu. Wote wamepata uzuri. Hakuzaliwa kutokana na hitilafu hata kidogo katika maisha. Shela ni mdogo, anasubiria kule ili afanye kile tukio. Bado ili mtoto atokee, ili ufanano uweze kuendelea. Shela alipofika ule umri, Yuda alichokifanya akasahau ile kanuni. Shela akatafutia mke mwingine. Akamwacha mwanamke anaitwa Tamari. Tamari alikaa katika hali yake, mlozuri, wateume ni lozuri. Hali ya ujane akisubiri ahadi. Huyu mtoto alipokuwa, huyu mtoto akapewa mke mwingine. Tamari alichokifanya na yeye alifanya fitina. Mlozuri, kwa sababu alifanyia fitina na akafanya fitina. Akavaa nguo kama kahaba. Alafu akamvizia mzee Yuda. Mlozuri, baadaye wakazaliwa watoto wawili. Wa kwanza aliitwa Peresi, wa pili aliitwa nani? Hebu Zera, yes, Peresi na Zera. Peresi na nani? Na Zera, lakini Zera alikuwa ndio wa kwanza kuzaliwa. Peresi alikuwa wa pili. Lakini Peresi alichokuwa kwa sababu watoto tumboni walikuwa wanagombana. Wakati wanashindana kutoka, Peresi alichofanya akatoa mkono, akafungwa kamba nyekundu na mzalishaji. Alafu akarudisha, Zera akapita. Wakati Peresi anatokea, mzalisha akasema, Peresi wewe ndio mzaliwa wa kwanza. Kwa nini ulitanguliza mkono nje? Hizi ni siri zingine tutaweza kuzungumza hapa. Ni masomo mapana sana. Tutayaona huko mbele ya safari. Watu wamepata sura. Ndio maana ukisoma maandiko, Peresi anatajwa kama mzaliwa wa kwanza kwenye eneo la Eri. Hiyo mnaelewa vizuri hapa. Kwa nini hii ilitengenezwa? Ilichora mahesabu ya Kumbukumbu la Torati sura 25, mstari wa 5 mpaka 10. Kuleta ufanano. Kwa nini? Ulikuwa ni unabii kuja kwa Yesu. Yesu alizaliwa kwa kufananishwa sawa sawa na Mwanzo sura 38 mstari wa 1 mpaka 6, na sawa sawa na Kumbukumbu la Torati sura 25 mstari wa 5 mpaka 10. Watu wamepata hizo? Ile mnaelewa? Kwa hiyo mbegu ya kuzaliwa kwa Yesu ilitokana na ufunuo, haikutokana na itilafu ya kibiolojia. Mwamba huyu mashuhuri Yesu tunazungumza habari zake, alizaliwa pasipo itilafu. Turejee tena pale ili watu waweze kulipata. Fungua kuzaliwa kule kwa Yesu ili tuweze kupata mahesabu ya kiroho. Naomba fungua kitabu cha Mathayo, sawa? Mathayo mtakatifu. Haya mambo usipoyapata ya uwezi kujua kwa nini Yesu anaitwa Yesu. Balazari. Na uwezi kujua kwa nini Yesu anaitwa Kristo. Na yote mawili yote ni aruani maalum za ufalme. Yesu maana yake ni roho, Balazari, yule Eloi, Yehova Mwokozi. Balazari, Kristo maana yake ni roho ilikaa ndani ya mwili. Watu wamepata zuri. Ulipata ili watu wengi wanachanganya mambo, sawa? Naomba fungua kitabu cha Mathayo mtakatifu, sawa? Sura ya kwanza mstari wa 18, sawa?
mpaka mstari wa 20, baraza 22. Yes, hebu tusome. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alikuwa ameposwa na Yusufu. Kabla hayajakaribiana alionekana ana mimba. Umesikia hiyo? Roho Mtakatifu. Kabla hayajakaribiana. Kwa nini? Nakumbuka Yusufu anatokea kwenye kabila la Yuda, lakini Mungu anatimiza maandiko ya kufananishwa. Kama mchoro tuliona kati ya Nathan na Paulo, melazore. Amina. Nathan kafa, melazore. Amen. Mke wa Nathan anachukuliwa na Paulo. Mtoto wa kwanza anayezaliwa anaitwa kwa jina la Nathan, lakini sio wa Nathan. Mnaelezwa ni wa Paulo katika mahesabu ya kiroho. Mnaelezwa hapa. Kwa nini Mungu anafanya mahesabu ya kufananishwa? Sasa Yusufu kutoka kwenye kabila la Yuda kaposa mwanamke bikira, hana uzoefu wote na mume. Alipoposwa, baadaye anachunguza, anaona mwanamke ana nini? Ana mimba. Mnaelewa? Ana mimba. Mimba kutoka wapi? Mnaelewa? Endelea. Kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Umesikia hiyo? Kwa uwezo wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Wewe ni nani? Ni Eloi, ni Mungu mwenyewe. Alipeleka ile anwani yake ya ukombozi, akaingiza ndani ya tumbo la mwanamke. Bwana, kwa nini? Kwa sababu Mungu alishachora. Kwa hiyo kwa lugha nyingine unasema tukio la Mariamu kupokea mimba kwa uwezo wa Roho. Mungu alikuwa anatimiza maandiko ya kufananishwa. Hata umeelewa vizuri hapo? Kulikuwa na ufananishi wa michoro kwa mahesabu ya kiroho. Ndio anasema anaonekana na mimba. Sasa angalia, endelea. Sikie, Yusufu anataka kufanya maamuzi. Naye Yusufu mumewe, vile alivyokuwa mtu wa haki, yes, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Umesikia? Aliazimu kumwacha kwa siri. Endelea. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema. Sikiliza hiyo, malaika anatumwa na Bwana. Nenda kaseme na Yusufu wajue kwamba wewe ulikuwa ni unabii. Na sio tu unabii wa nabii Isaya, lakini ni unabii wa michoro ya Musa katika mahesabu ya kiroho. Ndio. Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Umesikia hiyo? Roho kapandikiza mbegu ili roho yake ikae ndani ya. Na ule mwili anaupa anwani maalum ya ukombozi. Anasema wewe mwili utakotokea, wewe uite tu Yesu. Ile umbo liite tu Yesu. Tante taratibu utalipata. Liite tu Yesu. Kwa nini roho lazima ichukue umbo? Na ikichukua umbo lazima roho ipewe jina. Ili mnanielewa vizuri. Tante taratibu hapo tulipate. Kwa sababu ukinikosa nitakupita. Niwaulize swali watu yule Bwana. Kwa nini kila kiumbe kina jina? Kwa nini kila mtu ana jina? Watu wamenielewa? Kwa nini kila mtaa una jina? Kwa nini kila mji una jina? Kwa nini kila nchi ina jina? Kwa nini kila nyumba ina jina? Kwa sababu hata pale unapoishi wanasema hapa ni kwa fulani. Hiyo mnanielewa vizuri hapo. Kwa nini alafu Mungu asiwe na jina? Mungu ametoka kuwa nguzo moto, anavaa umbo apatikanike na jina lenye kufananishwa, yani umbo lenye kufananishwa, kuweko na anwani ya jina la ukombozi wa mwanadamu. Na huyu ndio lazima habari zake ni Yesu. Ndio kila mwanadamu ana jina. Kila nchi ina jina. Kuna nchi yote ambayo ina jina duniani. Kuna mtaa ambao una jina. Watu wamepata sio? Kuna mji ambao hauna jina. Kuna mtaa wote hauna jina. Kuna nyumba yote haina jina. Kila nyumba ina anwani maalum. Kila mtaa una anwani maalum. Kila mtu ana anwani maalum. Na anwani yake manake ni anwani ya uwepo wake, kuonyesha asili alikotoka.
Sasa Mungu lazima achukue umbo. Kwa nini? Mwanadamu ametenda dhambi, mbegu ya itilafu imetokea. Mungu anabidi atokee kwa kufananishwa, kuja na mbegu isiyo na itilafu, ili sisi leo tupate wokovu. Yesu anatokea kwa kufananishwa. Sasa naulize, Mariamu mimba imetokea, sawa? Yusufu inabidi achukue zoezi hilo kwa kufananishwa, kama ilivyotokea kwenye Kumbukumbu la Torati sura 25 mstari wa 5 mpaka 10, sawa sawa na Mwanzo sura 38 mstari wa 1 mpaka 6, kwa kufananishwa tu. Hiyo mnaelewa? Hiyo mnaelewa? Sasa huyu aliyetokea anaitwa Yesu Kristo. Maana yake nini? Kwa nini anaitwa Yesu Kristo? Hawezi kuitwa. Sikiliza sasa hapa, lazima mnielewe hapa. Twende taratibu. Tumetoa mfano, nilisema kuna ndugu wawili. Wa kwanza anaitwa nani? Nathan, kwa mujibu wa Kumbukumbu la Torati sura 25 mstari wa 5 mpaka 10. Na ndugu wa pili nani? Paulo. Paulo akaoa mke, Nathan kaoa mke. Nathan akafa, hana uzao. Kwa sheria ya Musa na kwa sheria iliyotokana na michoro kutoka kwenye Mwanzo sura 38 mstari wa 1 mpaka 6, inabidi Paulo achukue mke wa Nathan, na mtoto wa kwanza atakayezaliwa wa Nathan, wa Paulo, kwa yule mwanamke wa Nathan, aitwe kwa jina la Nathan. Kwa hiyo ataitwa Yusufu. Yusufu na Nathan. Hawezi kuitwa Yusufu Paulo. Hata umenipata? Yesu ametokea kwa kanuni hii hapa. Mbegu yake, sawa? Hivi tunaelewa. Hapo pana Yusufu. Nani yule? Pana Yusufu. Yusufu kamposa nani? Mariamu. Hata umenipata wewe? Anatokea roho Bwana, anapeleka mbegu, sawa? Kutoka katika lugha ya ufunuo, haitokani na itilafu ya kibiolojia. Mwanamke anaonekana na mimba. Hata umeelewa? Sasa inabidi, kwa sababu huyu roho hayupo. Kwa lugha nyingine unaweza kusema roho haonekani, lakini mimba inaonekana. Roho kajificha nyuma ya pazia. Sasa roho huyu anamwambia Yusufu, usiogope haya yaliyotolewa na manabii. Mtoto atakayezaliwa wewe mwite tu Yesu. Alafu baadaye huyu Yesu mimi nitamwita Kristo. Hiyo mnaelewa vizuri hapa. Ndio taratibu. Wakati huyu hapa Paulo ataenda kuoa mke, alikuchukua mke wa Nathan, atazaliwa mtoto ataitwa Yusufu na Nathan au Simeoni Nathan. Wote wamenipata leo. Huyo anatokea, hawezi kuitwa huku, lazima aitwe huku alikotokea. Kwa sababu ndiko kuna kufananishwa katika mahesabu ya Kristo. Ndio maana Yesu anatokea anaitwa Yesu. Baadaye anatambulisha kuwa ni Kristo. Kristo maana yake nini? Nini maana ya Kristo? Nini maana ya Kristo? Ndio maana watu wengi hawajui ya nani. Yesu Kristo. Kristo maana yake yule roho, au kwa lugha nyingine ile mbegu ya kuzaliwa kwake ilijificha ndani ya mwili ule ulioitwa Yesu. Unaitwa Yesu. Baadaye akapata hadhi ya kuitwa Kristo. Kristo maana yake ni roho ya Mungu iliyoleta huyo mbegu ikazaliwa ndani ya tumbo la mwanamke kutengeneza hali ya kufananishwa. Alafu yule roho alikuwa katika ukamilifu wa ukombozi. Ndio maana yeye akaitwa Kristo. Yesu Kristo. Funuzo mambo. Wote wamenielewa? Umepata hilo? Yesu kupite hapa ili uchume hesabu. Kwa nini Yesu rudi pale? Sawa? Ndio fungua Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 41. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 41. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 41 anasemaje? Huyo akamwona kwanza Simeoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Sikiliza. Tumemwona Masihi, maana yake ni Kristo.
Masihi ni nini? Cheo cha kimasihi ni cheo kwa sababu ndani yake ilikuwa ni anwani maalum ya ukombozi. Ndio maana wafalme wa Agano la Kale wa Kiebrania waliitwa Masihi. Kwa nini? Walikuwa wanamtangaza Kristo kwa njia ya maumbo. Mungu alipovaa umbo ndani ya taifa la Israeli, ndio maana mwaka wa 70 walivamiwa na Jemedari Tito. Mwaka wa 135 wakafukuzwa ndani ya taifa lao, ili ndani ya taifa kusipatikane tena na Masihi. Watu wamepata zuri. Walipoenda utumwani Babeli, yani Yuda na Benjamin walipoenda utumwani Babeli, na Asia na yale makabila 10 ya kaskazini, kwa sababu niliwaambia taifa la Israeli Mungu alipasua mara mbili. Kukawa na ufalme wa Yuda ambao ulikuwa kusini wa Israeli ya sasa. Yuda na Benjamin wakatengeneza ufalme. Makao makuu yao yalikuwa Yerusalemu. Na makabila 10 ya kaskazini yakaunda ufalme. Mlipata zuri. Amina. Wakaunda nini? Ufalme. Na wao ufalme ukaitwa ufalme wa Israeli. Makao makuu yao yalikuwa Samaria. Sasa Mungu atakapofanya hivi, ndio maana ile taifa wakati baada ya Daudi, Mungu akamuinua Suleiman. Baada ya Suleiman Mungu akalipasua ile taifa mara mbili. Kila siku zilivyokuwa zinakwenda taifa la Israeli likawa linapoteza nguvu. Kwa nini? Kuna kitu Yesu alikuwa na target katika michoro. Watu wamepata zuri. Walipofukuzwa ndani ya taifa lao, waliporudi ndani ya taifa lao, Israeli hawakufanyika tena kuwa falme, bali ilikuwa ni ufalme, walikuwa chini ya ufalme. Walikuwa chini ya Uajemi. Mbona zuri? Yaani Uajemi kwa maana chini ya Uajemi, sawa? Umedi na Uajemi, sawa? Baadaye ikaja kuwa chini ya Uyunani, baadaye ikawa chini ya dola ya Roma. Yesu anatokea, Israeli sio taifa, limetawaliwa, hawana mfalme. Kwa nini? Yesu ndiye alikuwa mfalme wa ufalme wote wa Israeli. Yeye ndiye aliwatumia wale ufalme kutoa siri yake. Yesu ametokea. Baada ya Yesu kumaliza huduma, Waebrania walipomkataa Yesu akawafukuza ndani ya taifa lao, ili jina la Masihi lisitajwe tena kwa mtu mwingine yoyote ndani ya taifa la Israeli. Hata sasa wamerudi nchini mwao, hawana cheo cha Masihi. Melezo hapa. Kwa nini? Masihi kashatangazwa ambaye ni Yesu, funuzo mambo. Ndio anasema kwanza anasema hebu rejea pale Yohana Mtakatifu 1:41. Ndio. Huyo akamwona kwanza Simeoni ndugu yake wenyewe. Amina. Akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Msikie, tumemwona Masihi. Maana yake nini? Kristo. Kristo maana yake ni Masihi. Na Masihi maana yake ni mpako mafuta. Na mafuta sio ya mzeituni. Mafuta hayo ni roho. Yule roho Eloi kutoka kwenye zama za roho. Ambaye tunazungumza habari zake, ambaye ni Yesu, funuzo mambo. Watu wamepata zuri. Menelewa zuri hapa. Nataka upate hii hali ya kufananishwa. Ndio maana Yesu anafananishwa tu. Ndio maana Yesu kwenye Biblia anaitwa majina makubwa 4. Sawa? Jina la kwanza anaitwa mwana wa Adamu. Mwana wa nani? Mwana wa Adamu. Unaweka mkono wako wa kuume umgaba. Chini hapa anaitwa mwana wa Daudi. Amini mwana wa Ibrahim. Mwana wa nani? Wa Ibrahim. Mkono wako wa kushoto umraba anaitwa mwana wa Mungu. Mwana wa nani? Wa Mungu. Sawa? Na hapa juu anaitwa mwana wa Daudi. Sasa niulize swali. Adamu alimzaa nini Yesu? Kama Adamu alimzaa Seti, Seti akamzaa Enoshi. Uzao wao unakwenda mpaka anatokea Shemu. Shemu anakwenda anatokea Ibrahim, Isaka, Yakobo. Uzao unakwenda mpaka anatokea Yusufu. Yesu anatokea kufananisha. Sasa Yesu alitoka tena mwana wa Adamu. Adamu alimzaa nini Yesu? Kwani kulikuwa na mtiririko wote wa mbegu ya uzazi wa kibiolojia. Mbegu ya Yesu ilitokana na ufunuo wa roho katika mahesabu. Kwa nini? Kuna siri ilifichwa hapa. Watu wamepata sura. Hapa chini mraba wako anaitwa mwana wa Daudi. Amini mwana wa Ibrahim. Mwana wa Ibrahim alikuwa Isaka. Mwana wa Adamu alikuwa nani? Alikuwa Seti. Hapo tunaweza kuandika Seti. Sawa? Mwana wa Ibrahim alikuwa nani? Isaka. Mwana wa Mungu pale mwanzo alikuwa nani? Ndio maana leo ukiuliza wanatheolojia, Yesu ni mwana wa Mungu, ni hakika maandiko yanasema. Lakini tafsiri ya mwana wa Mungu hawana. Umeelewa wewe?
Na Yesu hakuitwa tu mwana wa Mungu. Biblia anaitwa mwana wa Adamu, mwana wa Ibrahimu, mwana wa Mungu na mwana wa Adamu. Hawazungumzi haya maeneo mengine, wanazungumza tu eneo moja tu la mwana wa Mungu. Kwani nini maana ya mwana wa Mungu? Mwana wa Mungu ni hali mwanzo ya kuzaliwa kutokana na uhalisia wa mbegu. Wacha umepata shule hapa. Ili mnaelewa vizuri. Tete mjibu ili uweze kupata katika hesabu kiroho. Kwa nini Yesu? Mwana wa Adamu Yesu alifananishwa tu na mwana wa Adamu. Mwana wa Ibrahimu Yesu alifananishwa tu na mwana wa Ibrahimu. Mwana wa Mungu Yesu alifananishwa tu na mwana wa Mungu. Na mwana wa Daudi Yesu tu alifananishwa na mwana wa Daudi. Tuone baadhi ya maandiko yanayothibitisha kufananishwa kwa Yesu ili uweze kupata mahesabu. Kumbuka hapa tunaendelea kuchambua ile mbegu ilikotoka ili tupate ule mti wa uzima, na ule mti wa uzima utupatie nini? Tunda la wakati wetu. Kwa sababu tunda lolote unapolila, mbegu ndani ya tunda kuna mbegu, na zile mbegu lazima zilete mahesabu kutoka kwenye nini? Kwenye mbegu iliyokufa. Na hapo ndiko siri ya wokovu liko. Ndio maana leo watu wengi wanazungumza juu ya wokovu, lakini ukiangalia matokeo ya mwisho, ukiwapima na mbegu iliyokufa, unaona vitu viwili tofauti. Wanapishana Yesu. Mnaelewa yule. Alafu wanapiga pambio na kwamba tunakwenda. Safari ya wapi? Jehanamu ya moto. Mnaelewa yule? Sanduku naomba fungue Biblia yako tupate mahesabu. Anza kwanza na kitabu cha nabii Danieli, sawa? Sura ya 10 mstari wa 18. Yesu anafananishwa tu na mwana wa Adamu. Alifananishwa tu na mwana wa Adamu. Sawa? Fungua hapo ndio. Danieli sura ya 10 mstari wa 18 ndio. Kisha mmoja mfano wa mwanadamu akanigusa tena, akanitia nguvu. Hapo mmoja mfano wa mwanadamu. Kwa lugha nyingine, mmoja mfano wa mwana wa Adamu. Kwa nini Yesu alikuja kufananisha? Yesu alikuja kutengua dhambi. Amina. Sasa kwa sababu aliyepewa nafasi ametenda dhambi, ilibidi Mungu arudi kwenye anwani ile ile ya nguko, lakini isiyotokana na hatia ya hitilafu ya mbegu. Ili alete ufananisho huu. Sasa na Kumbukumbu la Torati sura ya 25 mstari wa 5 mpaka 10. Na kitabu cha Mwanzo sura ya 38 mstari wa 1 mpaka 6. Danieli anachungulia katika ufunuo, anamuona yule mmoja mfano wa mwana wa Adamu. Naomba fungua Ezekieli sura ya 1 mstari wa 26. Ezekieli 1:26 pia. Tuone katika hesabu kiroho. Tunatafuta ufananisho huu wa Yesu. Sawa teule? Amina. Ili ujue, alafu tutakuonyesha kwamba Yesu ni nani. Ndio ndugu yangu. Na juu ya anga lilikuwa juu ya vichwa vyao. Amina. Palikuwa na mfano wa kiti cha enzi. Amina. Kuonekana kwake kama yakuti samawi. Amina. Na juu ya mfano huo wa kiti cha enzi, amina, ulikuwako mfano kama kuonekana kwa mfano wa mwanadamu juu yake. Nabii wa pili anakuambia alimuona mfano wa Mungu ni roho, alichukua umbo ili wewe uweze kumuona Yesu. Yesu angesema kwenye nguzo ya moto, moto unawaka namna hii. Nani angemuona Yesu? Nani angemuona Yesu? Ilibidi Mungu achukue umbo ili aweze kuonekana mbele yako. Ndio maana Yesu anajulikana kama Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Yani tunaweza kumshika, tukapeana mikono, tukala naye chakula. Umepata sura? Tunaonana naye huyu hapa. Tunamshika. Hata umepata sura? Twende taratibu ili ulipate teule. Sasa ili Mungu ayatimize maandiko, kwa sababu maandiko yalitabiri, lazima huyu Mungu ataitwa Emmanuel, na Emmanuel maana yake ni Mungu pamoja nasi. Lazima avae umbo lenye kufanana na mwanadamu. Lakini yeye si mwanadamu. Ni roho. Eloi. Vazi wa zuko barikani. Tuta kubwa. Kwa tunaona hapa Ezekieli sura 1 mstari 26. Danieli sura 10 mstari 18. Inathibitisha kwamba Yesu alifananisha tu na nani? Na mwana wa Adamu. Sawa tu. Tunakuja kwenye mwana wa Ibrahim. Mwana wa Ibrahim. Sasa tunataka kuona hiyo ili ujue kwamba Yesu alifananishwa. Naomba fungua ndugu yangu, fungua Yohana Mtakatifu sura ya 8. Aya mstari wa 56 mpaka 58.
Msikilizeni Yesu anachozungumza na Waebrania akiwa kwenye mjadala na Waebrania. Watu wamepata zoe? Msikilizeni ndio. Ndio. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu. Sikiliza hapa. Yesu anajiondoa. Anaambia Ibrahimu baba yenu. Si hapa anaambiwa Ibrahimu mwana wa Ibrahimu, sawa? Fungua Mathayo 1:1. Yesu hapa anaondoka, anaambia Ibrahimu baba yenu, sio wa kwangu, ni wenu nyie. Amen. Lakini sio Mathayo 1:1. Yesu anasema, Biblia inasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Endelea. Mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi. Mwana wa Ibrahimu. Mwana wa Ibrahimu. Sasa toka hapo Mathayo 1:1 tupeleke kwenye Yohana Mtakatifu 8:56 na 58. Yesu anaondoka. Ame Ibrahimu baba yenu. Kwa nini? Yesu alikuja kumfananisha tu. Mambo mashauri mfundisho mambo. Ndio ndugu yangu. Ibrahimu baba yenu alishangilia. Sikiliza, Ibrahimu baba yenu alishangilia vile atakavyoona siku yangu. Amen. Na hakika aliona akaishangilia. Amen. Sasa mtoto anawaambia Ibrahimu baba yenu aliiona siku yangu wapi? Yesu ni nani? Twende taratibu hapo. Amen. Kafananisha, kuna siri alificha hapa katika Hesabu kidogo. Ndio endelea. Atakavyoiona siku yangu. Amina. Naye akaiona akafurahi. Amina, Basi Wayahudi wakamwambia, Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahimu. Kumbuka hapo Yesu ameanza huduma yake na miaka 30. Menazuri? Amina. Hapo uchukua wastani miaka 31 kwenda 32. Anaongea na Waebrania. Waebrania wakamwambia, wewe kijana mdogo, hata miaka 50 hujafikisha, umemwona Ibrahimu? Sasa msikilize Yesu anamwambia. Wao wamenasa kwenye hatua ya kuzaliwa. Kumbe mwana mashuhuri ni Roho alikuwepo kabla ya zama za maumbo. Amina. Menazuri? Na ule Roho alikuwepo kabla ya Ibrahimu. Watu wamepata zote. Twende taratibu. Yesu sasa anajiondoa kutoka kwenye umbo, anaeleza siri yake katika Roho. Msikie. Yesu akawaambia, amin nawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko. Sikia hiyo. Yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko. Watu wamepata zote. Amina. Yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko. Umeelewa vizuri hapo? Mimi nani? Mimi niko katika Hesabu kidogo. Ibrahimu baba yenu alishangilia vile atakavyoona siku yake. Sasa ukichukua hiyo Yohana Mtakatifu sura ya 8 mstari wa 58, Yesu anawaambia mimi niko. Peleke kwenye kumbukumbu kwenye Kutoka sura ya 3 mstari wa 14. Mungu anawaambia Musa, waambie Waebrania, mimi niko, ambaye ni mimi niko nimekutuma. Yesu anawaambia mimi niko, yule wa Agano la Kale ndio huyo hapa. Ibrahimu kabla hajakuwepo, mimi nilikuwepo. Yohana anasema Ibrahimu baba yenu, sio wa kwangu. Mathayo 1:1 inasema mwana wa Ibrahimu. Mnaelewa vile hapo? Kitabu cha ukoo wa Yesu. Mwana wa Ibrahimu, mwana wa Daudi. Yesu anazungumza kwa Yohana. Sasa Biblia inajichanganya. Biblia haichangani, ni siri za Mungu zilizofichwa katika Hesabu. Yote mawili ni sawa katika Hesabu, lakini yengo gani inajenga? Mathayo 1:1 Yesu Biblia inaeleza ile hali ya kufananishwa. Yohana Mtakatifu 8:56-58 Yesu anaonyesha hali ya kufananishwa kutoka kule katika zama za Roho, yeye alipokuwepo kabla vitu vyote. Watu wamenelewa hapa. Amina. Unamwona Yesu anakataa kwamba yeye sio nani? Sio mwana wa Ibrahimu. Twende taratibu teori. Tunaenda eneo la pili, la 3. Maandiko mengi yanasema kabisa Yesu ni mwana wa Mungu. Kabisa. Hata mimi nasema hivyo. Lakini neno mwana wa Mungu, kuna siri nyuma ya pazia, wana theolojia wameshindwa kujua. Nini imeficha ndani ya neno linaloitwa mwana wa Mungu? Pale Mwanzo, ukisoma kitabu cha Mwanzo
Hakuna mahali kokote unaweza kuthibitisha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mpaka Malaki kwenye Agano la Kale, vitabu 39, hakuna mahali kokote unaweza kuthibitisha kwamba Yesu anaitwa mwana wa Mungu. Iweje atokea kwenye Agano Jipya aitwa mwana wa Mungu? Kuna siri imeficha. Mwendelea yule hapa. Yesu alifananishwa na mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu pale mwanzo alikuwa nani? Naomba fungua ili wale wengine waweze kulipata. Fungua kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 38. Muone kwamba mwana wa Mungu pale mwanzo aliitwa nani? Hapa tumegundua mwana wa Adamu aliitwa Seti. Hapa tumegundua mwana wa Ibrahim aliitwa nani? Isaka. Tunataka kutafuta kwa mwana wa Mungu pale mwanzo alikuwa nani? Nini kilimkuta na kwa nini Mungu alipozaa Mungu aliitwa ile jina kati ya majina manne? Ndio ndugu yangu. Wa Enoshi, wa Seti, wa Adamu, wa Mungu. Sasa Adamu alizaliwa na Mungu. Alafu hapo wakati huo Biblia inataja hiyo Luka sura ya 3 mstari wa 38. Yesu yuko wapi hapo? Wataule na wauliza swali. Yesu yuko wapi hapo? Yuko hapo, umemwona hapo? Yesu yuko hapo. Lakini yuko wapi? Yuko hapo wa Mungu. Bwana, Yesu ndiye Mungu mkuu. Yeye ndiye aliyemfanya Adamu atokee katika hesabu. Amina. Sasa kama Luka Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 38 inataja mwana wa Mungu ni Adamu. Sasa anasema wa Seti, wa Enosh, wa Seti. Maana unaweza kusema Enosh alizaliwa na Seti. Amina. Seti akazaliwa na Adamu. Amina. Adamu akaumbwa nani? Na Mungu. Sasa nani ni mwana wa Mungu? Adamu ndio mwana wa Mungu. Amina. Sasa iweje Yesu anatokea kati ya majina manne aitwe mwana wa Mungu? Anakuja kwa sababu aliye mwana wa Mungu Adamu alitenda dhambi, akafukuzwa, akapoteza haki ya kuitwa mwana wa Mungu. Ilibidi Yesu airejeshe tena. Ndio leo tunaongea Yesu yuko kwenye kiti chake cha enzi mbinguni. Mwana wa Mungu ni wewe mteule Bwana. Toka wakati wa kina Paulo, wakati wa kina Ireneo, wakati wa kina Martin, wakati wa kina Kolumba, wakati wa kina Martin Luther, wakati wa kina John Wesley, wakati wa kina William Branham, Elia umenne, na wakati huu wa Elia umetana kuelekea siku za mwisho. Sisi ndio tunafanyika wana wa Mungu. Watu wamepata. Na taonyesha Biblia kwamba Yesu alifanisha tu. Ndugu yangu fungua Waebrania sura ya 7. Sura ya kwanza mpaka 4. Hebu tusome pia. Waebrania 7:1 mpaka 4. Kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, amina, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme. Sikiliza hiyo. Yesu anakutana na Ibrahimu. Kwa Melkizedeki unampata kwenye Mwanzo sura ya 14, sura ya 17 mpaka 20. Yesu alichukua umbo akamtokea Ibrahimu. Amina. Sasa Paulo anawaambia Waebrania siri nzito. Ndio Yesu ukisoma hiyo Yohana Mtakatifu sura ya 8, sura ya 56 mpaka 58. Yesu anawaambia Ibrahimu baba yenu alishangilia vile atakavyoona siku ya, na hakika aliona wapi? Yesu alikutana na Ibrahimu. Amina. Wakati Ibrahimu anaishi kwenye maisha yake, Yesu alitokea. Mwanzo sura ya 18 Yesu alitokea Ibrahimu. Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17 mpaka 20 Yesu alitokea Ibrahimu. Yesu aliendelea kuwatokea manabii wa zama zile. Kabla umbo lake halijatokea ndani ya tumbo la mwanamke. Yesu alikuwa na mwili. Amina. Watu wamepata sura. Amen. Ndio Yesu anawaambia Ibrahimu baba yenu alishangilia vile atakavyoona siku yao. Na hakika aliona wapi? Aliona kwenye Mwanzo sura ya 18. Na pia aliona kwenye Mwanzo sura ya 14, sura ya 17 mpaka 20. Sasa Paulo anawaambia Waebrania kwamba yule ambaye alikutana na Ibrahimu, huyo ni nani? Na kwa nini anavaa umbo kutoka ndani ya tumbo la mwanamke? Hiyo ndio ndugu yangu. Akambariki ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Amina, amina. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki. Mfalme wa haki. Tena mfalme wa Salemu. Mfalme wa Salemu. Maana yake mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Hana baba. Hana baba. Hana mama. Hana mama. Hana wazazi. Hana wazazi. Hana mwanzo wa siku zake. Hana mwanzo wa siku zake. Wala mwisho wa siku zake. Ndio.
bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Ndio mnasikia hiyo? Amina. Bali alifananishwa na mwana wa Mungu. Kwa nini alifananishwa? Ilimbidi Mungu avae umbo kwenye anguko la Adamu. Na alikuja kwa njia ya kufananishwa. Mbegu yake kutokana na itilafu ya kibiolojia. Paulo anafunua siri hii. Anawaambia huyo ambaye mlijadiliana naye, anawaambia huyo Melkisedeki hana baba tena hana mama. Leo watu wanawaambia Yesu ana baba yake. Baba yake Yesu ni nani? Wanasema Yesu ana baba yake. Yupo baba yake. Tena wanaongeza maandiko na Yesu baba yake katikati, ana mkono wa kuume Melozeri kakaa Yesu, alafu mkono wa kushoto wanaongeza mkono wa kushoto kakaa Roho Mtakatifu. Watu wanashindwa kujua huduma za Yesu. Yohana Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 8, hasa mstari wa 2, anasema anaona kitu kimoja cha enzi kimekaa kule juu. Ezekiel sura ya 1 mstari wa 26 anakwambia alimuona mmoja ameketi kule juu. Watu wamepata shule hapo. Musa anatengeneza ile hema pale jangwani, anaweka kitu kimoja takatifu. Suleiman anajenga hekalu mjini Yerusalemu, anaweka kitu kimoja. Vitu vitatu vinatoka wapi? Kisha wameshindwa kujua nini maana ya mkono wa kuume. Mkono wa kuume ni siri za ufalme, na mwenye masikio na asikie. Sasa leo wale ambao wanafanikiwa hizi jumbe ni prophetic message. Usizoe hata kama unaona ujumbe unaohubiriwa. Bwana ufungua mpya. Naomba wewe usikilize nini maana mkono wa kuume ili ulipate. Nipate sasa hapo. Neno mkono wa kuume, mkono wa kuume. Ukiona Biblia ya Kiebrania imeandika Yesu akaenda akaketi mkono wa kuume. Kuume maana yake, maana ya kwanza, kuume maana yake ni uweza au nguvu au mamlaka. Mamlaka. Kwa sababu wao sio wanabii, wanatumia maandiko vibaya, wakitumia akili ya kufunulia physics na chemistry. Wewe usikupata. Ndugu, nataka watu walipate. Fungua kitabu chako. Fungua Biblia kitabu cha Zaburi sura 17 mstari wa 7. Hebu tusome. Zaburi 17 mstari wa 7. Inasema twende haraka kidogo tuone. Ndio. Zaburi 17 mstari wa 7. Nasemaje? Dhihirisha fadhili zako za ajabu. Amina. Wewe uwaokoaye wanaokukimbilia. Amina. Kwa mkono wako wa kuume. Sikiliza. Kwa mkono wako wa kuume waokoe. Nguvu. Sasa wanatheolojia wanasema amemaliza ameketi mkono wa kuume, basi wakajua tayari. Wakati yako maandiko yanakuambia kabisa kule juu kiti ni kimoja kakaa bomba moja. Ezekiel 1:26 anasema mfano wa mwana wa Adamu. Mfano wa Mungu aliyechukua umbo ili apate kuonekana mbele za watu. Hiyo unaelewa vizuri hapo. Ufunuo sura 4, Yohana anasema moja. Sura 2. Moja ameketi. Unaelewa? Kwa mkono wa kuume ni nguvu wa uweza. Fungua pia kitabu cha Zaburi sura 21 mstari wa 8 ndugu. Twende haraka. Twende na muda. Ndio. 21 mstari wa 8. Zaburi 21:8 ndio. Mkono wako utawapata adui zako wote. Mkono wako utawapata adui zako wote. Mkono wako wa kuume utawapata wanaokuchukia. Nasikia hiyo. Uweza au nguvu. Fungua kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 6. Nini maana mkono wa kuume? Alafu tutawapa maana ya pili ya mkono wa kuume ili watu waweze kulipata katika maisha yao. Ndio. Kutoka sura 15 mstari wa 6. Bwana, mkono wako wa kuume umewapata fahari ya uweza. Amina. Bwana, mkono wako wa kuume wawaseta adui.
Umesikia hiyo? Rudia tena ndugu. Bwana, mkono wako wa kuume umepata fahari ya uweza. Mkono wako wa kuume umepata fahari ya uweza. Amina. Bwana, mkono wako wa kuume wawaseta adui. Umeona hiyo? Hiyo ndio tafsiri ya nini maana mkono wa kuume. Mkono wa kuume maana yake ni uweza au nguvu. Biblia inaposema Yesu akaenda akaketi mkono wa kuume, ni lugha za kinabii. Prophets wanajua nini maana yake kutoka ndani ya chuo cha manabii. Na chuo cha manabii hakitokani na mafundisho yote ya theolojia. Ni chuo kinachotokana na ufunuzi wa Roho. Hapa huyu Roho tunazungumza maana yake ni Yesu. Mkono wako wa kuume. Sasa anawapa maana ya pili ya mkono wa kuume. Maana ngapi? Biblia hii tunaisoma ina mkono wa kushoto na wa kuume. Beloved, hiyo Biblia hiyo nayo ina mkono wa kushoto na sawa? Biblia ulionayo, Biblia ya Kiebrania ina mkono wa nini? Mkono wa kushoto na nini? Na mkono wa nini? Wa kulia. Sasa manabii wanapotokea tunajua nini maana yake. Watewe menelazi. Nini tafsiri yake mkono wa kuume na mkono wa kushoto? Biblia ya Kiebrania ni hiyo. Sasa mkono wa kushoto ni agano la kale. Na mkono wa kuume ni agano jipya. Mkono wa kushoto wa agano la kale unazungumzia lugha za maumbo. Na mkono wa kuume wa agano jipya unazungumzia ufunuo wa Roho. Biblia inaposema Yesu akaenda akaketi mkono wa kuume, maana yake Mungu alirudi katika zama za Roho. Mwenye masikio na asikie. Tuzo mambo Yesu. Na mbele hapa siri ya Biblia. Mbele. Ukisoma kuna mtu mmoja, sitasoma maandiko yake, mbele. Kuna mtu anaitwa Mikaya nabii. Kulikuwa na mfalme anaitwa Ahabu. Ahabu alimzaa alioa mwanamke anaitwa Yezebeli. Na Yezebeli alikuwa ni mwanamke alikuwa binti wa Etibaali, mfalme wa Sidoni. Watu wamepata zote. Taratibu ilikuwa kupata. Sasa wakati Mikaya akiwa nabii, Mikaya alikuwa anamtabiria nabii mfalme Ahabu mabaya kwa maono yake mfalme. Lakini Mikaya alikuwa anatabiri mema. Kwa nini? Yote yalionekana mabaya yalikuwa ni mazuri kwa mfalme kama angetubu dhambi. Kwa hiyo alichofanya Ahabu akamkamata Mikaya akamweka gerezani. Sasa siku anaenda vitani, kukawa kwa sababu ndio Israeli tutafsiriwa mara mbili, kukawa na ufalme wa Yuda na Israeli, Yuda na Israeli. Mfalme Yehoshafati alikuwa ni mfalme wa Yuda. Ahabu alikuwa mfalme wa Israeli. Sasa waliingia makubaliano kwamba ikitokea vita, basi wewe ndugu yangu utakuja kunisaidia. Yehoshafati akatoka kwenye makao yake makuu chini ya Yerusalemu, akaenda kwa mfalme mwenzake pale Samaria. Watu wamepata hiyo. Sasa wakati wamekaa wanaenda vitani, jamaa kaja na jeshi lake na huyu mfalme Ahabu na yeye ana jeshi lake. Wanapanga kwenda vitani kupigana. Sasa wakaleta manabii wale wa uongo, manabii wa bahari. Wote wakatabiri mema kwa mfalme kwamba nenda kwa Yehoshafati kwa sababu anajua kanuni za manabii. Akagundua hata watu wote 400 waseme mema. Kweli akaona hapa kuna mashaka. Akamuuliza, hakuna nabii mwingine tumuulize? Mfalme Ahabu akasema yuko nabii mmoja lakini namchukia kwa sababu huwa kila siku anatabiria mabaya. Akamwambia mfalme, usiseme hivyo. Muiteni aje hapa. Mikaya akatolewa gerezani ana vifungo. Ameenda mbele ya mfalme. Sasa nisikizeni vizuri sana. Muelewe siri ya mkono wa kuume na kushoto. Sijaitunga ni ufunuo wa Roho. Kwa kweli. Tumepata vizuri hapa. Sasa angalia mahesabu hayo. Nabii anatokea mbele ya mfalme. Mfalme anasema unasemaje Mikaya kuhusiana na vita? Mikaya kwanza akaanza na utani. Akamwambia nenda kwa maana utafanikiwa. Ahabu akagundua kwamba huyu huwa hasemi hivyo. Sio kanuni yake. Akamwambia ni kuapisha mara ngapi? Ndiko nabii Mikaya akatabiri nini kitaenda kutokea. Wakati kile yale mambo yanatabiriwa, mfalme anamwambia Yehoshafati, sikukwambia huyu huwa anatabiri mabaya. Baadaye kukatokea na mashindano kati ya Mikaya na wale manabii wa uongo.
Baadaye Mikaya akaeleza kitu kimoja, akasema nimeona Mungu tena. Turejee hapo, fungua tupate huo mkasa kupi. Fungua kitabu cha Wafalme, sawa? Wafalme wa kwanza, sawa? Sura 20, ili tulipate kidogo mkasa huu mzuri sana, ili kuleta mahesabu haya. Wafalme wa kwanza, ndugu yangu, sawa? Sura ya 20, sawa? Wafalme wa kwanza sura ya 20 na Wafalme wa kwanza sura ya 22, sawa? Yes, 22 anza mstari wa 16, sawa? Lakini ukisoma Wafalme wa kwanza sura ya 22 yote utaona kisa hiki. Lakini sisi tutaanza sura ya 22 mstari wa 16, sawa? Mpaka mstari wa 28, lakini hatutafika huko. Hebu tusome ndugu wetu ili watu walipate. Kwa nini nazungumza habari ya mkono wa kuume na kushoto? Ndio. Mfalme akamwambia, mara ngapi nikuapishe? Hapo Mikaya akashatokea. Nikuapishe mara ngapi? Usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana. Amina. Akasema, naliwaona Waisraeli wote wametawanyika mlimani. Amina. Kama kondoo wasio na mchungaji. Amina. Bwana akasema, hawa hawana bwana. Amina. Na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Amina. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, amina, je, sikukuambia hata nibashiria mema? Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Nalimuona Bwana. Sikiliza hii. Na hapa nataka ulipate. Nalimuona Bwana mfano mwana wa Adamu. Bwana, kwa sababu Mungu ni roho, huwezi kumuona, lazima achukue umbo. Na pia anamuona mfalme mashauri. Wapi? Endelea. Mikaya akasema, yes, sikia basi neno la Bwana. Nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi. Haya, Bwana hapo wako watatu? Hapana, mmoja. Mikaya anathibitisha jambo hili tena. Mungu alichukua umbo, yuko mmoja tu. Mama mashauri Yesu kufunuza mambo. Endelea, Na jeshi lote la mbinguni limesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Sikia, kushoto na nini? Na kulia. Kuume na nini? Na kushoto. Na kushoto. Sikilizeni wateule. Yohana kwa Biblia ni mahesabu ya ajabu mno yanayoficha siri za ufalme. Anasema alimuona Bwana ameketi kwenye kiti chake cha enzi na jeshi lake lote la mbinguni. Sasa neno mbinguni sio kule Yesu alipo. Tukio hili lilifanyika katika ufunuo wa Roho, katika lugha za maumbo, kuja katika ufunuo wa Roho ndani ya maandiko matakatifu ya mfalme Yesu. Amina. Kwa sababu maandiko yanaonyesha kwa shaka. Ukisoma Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 8. Ukisoma kitabu chako cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9 mpaka 12. Ukisoma Ufunuo sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 6. Ukisoma Ezekieli 1, sawa? 1 mpaka 26. Maandiko yanasema kule juu makazi nini? Ni mra. Wateule mnaelewa? Mnaelewa? Amina. This is a prophetic message. Lazima uwe na sikio la rohoni ulipate, sawa? Lisikupite. Lisikupite katika mahesabu tu. Maandiko yanasema kule juu makazi ni mraba, mkono wa kuume mwenye uhai mfano wa simba, chini ya mraba wako mwenye uhai mfano wa mnyama, kushoto mraba wako mwenye uhai mfano wa mwanadamu, na pale juu mraba wako mwenye uhai mfano wa nini? Wa tai. Hapa nabii anawaambia alimuona Bwana wapi? Anasema alimuona Bwana akiketi kwenye kiti chake cha enzi na jeshi lake lote la mbinguni. Sasa wanatheolojia wakishaona neno mbinguni wanajua kule juu. Tukio hili Mikaya liliona katika ufunuo, katika michoro ya mahesabu. Mnanielewa vizuri? Twende taratibu, tunakuja kwa kushoto. Hapa nani? Kuume, sawa? Haya huku kushoto ni maandiko ya
agano la kale. Agano la kale. Na kuume ni maandiko ya agano jipya. Katikati kakaa mmoja anayeunganisha kutoka kwenye agano la kale kuja katika ufunuo wa Roho. Watu wamepata sura. Kumbuka tunazungumza kwenye tafsiri ya pili ya mkono wa kuume. Watu wamepata sura. Sasa Mikaya anasema alimuona Bwana ameketi na jeshi lake lote la mbinguni. Wamemzunguka mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Jeshi lake ni lipi? Mkono wa kushoto ni manabii wa agano la kale. Mkono wa kuume ni mitume wa agano jipya. Walimzunguka mambo ya shauri. Na huku utapata namba 12 kwa 12. Makabila 12 ya Israeli kwa mitume ngapi? 12. Kuleta mahesabu hii. Katikati lazima awe moja. Yes. Watu wamepata sura. Kwa hiyo tafsiri ya pili inaposema mkono wa kuume, Yesu alitokea katika umbo, katika michoro ya mahesabu. Na maandiko yanaposema kwamba huyu mwamba mashuhuri Yesu akatoka akaenda akaketi mkono wake wa kuume, maana Yesu alirudi katika zama za Roho. Agano la kale maandiko yanamtaja Mungu katika lugha ya michoro, bali akitumia lugha ya maumbo. Agano jipya Mungu anatumia ufunuo wa Roho. Sasa inaposema Yesu akaenda akaketi mkono wa kuume, kwamba agano la kale lilimleta Yesu kwenye ufunuo wa Roho. Yesu akavaa umbo kumaliza michoro ya maumbo. Alipomaliza sasa huyu Mungu anarudi katika enzi yake ya ufalme. Hapo Yesu ndio Mungu wake. Mwenye masikio na asikie. Ndio maandiko yanasema hapa. Rudi kwenye ule mchoro wetu, sawa? Ule mchoro wa kwanza kabisa ule. Hapa Niwaambie Yesu alifananishwa tu na nani? Na mwana wa Mungu. Ndio maana alipoandika anasema akaenda akaketi mkono wake wa kuume. Mkono wa kuume wa Mungu Baba ni nini? Mkono wa kuume wa Mungu Baba maana yake ni ufunuo wa maumbo kuja katika ufunuo wa Roho. Yesu kavaa umbo, baadaye alipomaliza huduma yake akarudi katika zama za Roho. Mkono wa kuume maana yake ni uweza, nguvu. Watu wamepata zote. Bedelewa. Nimekupita series hii utaifuatilia. Sawa? Kama nimekupita ujue hapo tafuta. Sawa? Yes, record iko hapo, siwezi kurudia. Bedelewa. Ila kuna jumbe huko mbele, jambo hili litarudiwa tena. Bedelewa. Yes. Jambo hili litarudiwa tena. Watu wamepata zote. Ni kipengele muhimu sana kwa sababu kuna jumbe zitazaliwa kutokana na kipengele. Kwa sababu kila kipengele unachokiona ni ujumbe kamili ambao Yesu atawachilia. Wewe mwana kwa hiyo Mungu tunazungumza katika mahesabu alifananishwa tu na Bwana Mungu. Kwa hiyo tumemaliza upande wa kushoto mraba. Kwa upande wa kulia mraba alifananishwa na mwana wa Adamu. Chini ya mraba wako alifananishwa na mwana wa Ibrahimu. Kwa wako wa kushoto alifananishwa na mwana nani? Bwana Mungu. Pale chini ya mraba wako alifananishwa tu na mwana wa Daudi. Kwani mwana wa Daudi alikuwa anasema, Bwana tumeona mwana wa Adamu aliitwa Seti, mwana wa Ibrahimu aliitwa Isaka. Mwana wa Mungu alikuwa Adamu. Na mwana wa Daudi alikuwa Suleiman. Suleiman ndiye alirithi madaraka. Yesu alipokea kufananishwa ili wewe urithi madaraka ambayo Mungu alimpa Adamu katika mahesabu kiroho. Watu wamepata vizuri. Tumalizie hapo ndio kufungua kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura 22. Sura 41 mpaka sura 45. Yesu alifananishwa tu na mwana wa Daudi. Ndio ndugu yangu. Mathayo Mtakatifu sura 22. Sura 41 mpaka 45. Na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, Yes. Mwaonaje katika habari za Kristo? Sikiliza hapa, Yesu anauliza mwaonaje kwa habari ya Kristo? Ndio. Ni mwana wa nani? Ni mwana wa nani? Wakamwambia ni wa Daudi. Ni wa Daudi. Akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu uketi mkono wako wa kuume. Yesu anawaambia mnasemaje kwa habari za Kristo? Kwani ni mwana wa nani? Wakasema mwana wa Daudi. Kama sasa Daudi mwenyewe huyo mtoto anamuita Bwana, iweje awe mtoto? Yesu akapangua jina lingine la ngapi hilo? La 4. Kwa hiyo maandiko yanathibitisha Yesu alipangua jina la mwana wa Adamu, akapangua jina la mwana wa Ibrahimu, akapangua jina la mwana wa Mungu, na akapangua pia jina la mwana wa Daudi. Kwa nini? Yesu alikuja kufananisha tu. Bwana wewe hapa. Kwa nini mwana wa Adamu? Unachora wewe mraba wako tena. Kwa nini mwana wa Adamu? Adamu, neno mwana wa Adamu maana yake ni nabii.
au ufunuo. Mungu alikuwa anaelezea kwamba atarejesha tena ufunuo kwa wateule. Mwana wa Ibrahimu aliitwa Isaka. Isaka alitolewa dhabihu, kondoo akachukua nafasi ya ufanano. Mungu alikuwa anataja siri yake kwamba atasamehe dhambi duniani. Yesu alipokuja akaitwa mwana wa Mungu. Kwa nini? Adamu alipoteza roho ya Mungu. Mbona vizuri? Yesu alikuja ili sisi wateule tumpokee roho wa Mungu ndani yetu. Ndio maana maandiko yanasema waongozao na roho wa Mungu ndio wana nani? Wana wa Mungu. Na wanne hii hapa. Kwa nini aliitwa mwana wa Daudi? Wakati mwana wa Daudi aliitwa Suleiman. Mwana wa Daudi maana yake ni mamlaka. Kwa Yesu alikuja kurejesha mambo manne ambayo Adamu aliyapoteza. Na haya mambo manne ndiyo tulikuwa nayo sisi katika zama za roho. La kwanza ni ufunuo, la pili ni uzima, la tatu ni kuitwa mwana, kuwa na haki ya ufalme. Mwelewa? Na ya nne kuwa na mamlaka. Huyu ni Yesu tunazungumza mbele zake. Bwana anawabariki leo siku za pili. Asante Bwana wa neema Yesu. Tunaomba mambo, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Pokea heshima mfalme, wewe unaweza. Asante Mungu mkuu Yesu. Amina.